mnamo tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka 2026, dhahabu yenye uzito wa kilogramu 4.4 ilikamatwa na vyombo vya dola eneo la Kiluvya, mkoa wa Dar es Salaam. Dhahabu hiyo ina thamani ya shilingi bilioni 1,438,458,594 na senti 42. Wakati wa utoroshaji wa dhahabu hii, maana yake haikupita katika mfumo rasmi, na hivyo serikali ilikuwa inakwenda kupoteza mapato ya takriban shilingi milioni 108,365,127. Dhahabu hii imekamatwa, imetaifishwa na hivi sasa ipo chini ya Benki Kuu ya Tanzania kama ambavyo sheria inaelekeza. Hali hii ya utoroshaji wa madini inapelekea nchi yetu kupoteza mapato mengi sana ambayo mwisho wa siku yangekwenda kutafsiriwa katika kuboresha huduma za kijamii ikiwemo elimu pamoja na afya, kwa sababu fedha hizi ni fedha ambazo zinaingia mfuko mkuu wa serikali. Hivyo vitendo vyovyote vya kutorosha madini, maana yake unainyima haki nchi yako ya kuweza kuhudumia wananchi wake vizuri. Nataka nitoe rai kwa wadau wote wa kwenye sekta hii, waendelee kuzingatia taratibu za sheria. Tutaendelea kuimarisha ulinzi na usimamizi ili biashara yote ya sekta ya madini ikafanyike katika vituo vya ununuzi ambavyo viko 117 nchini Tanzania na masoko ya madini 44 ambayo yamewekwa maalum kwa ajili ya shughuli za ufanyaji wa biashara ya madini. Mtu yoyote ambaye atakutwa na madini pasipokuwa na kibali maalum na hajapita katika masoko, atambue kwamba madini hayo ni mali ya serikali na yatataifishwa, yatahifadhiwa Benki Kuu ya Tanzania. Na hawa watoroshaji wameanza kutorosha kupitia vyombo vya usafiri. Mmeona kwenye zoezi hili, huyo mtu katoka Kahama mpaka kuja Dar es Salaam hapa, na si mara ya kwanza. Hivyo naielekeza task force ya Wizara ya Madini kuhakikisha watuhumiwa hawa wanahojiwa vyema ili tumfahamu mtu ambaye anapokea madini haya hapa Dar es Salaam, ambaye ndo amekuwa chanzo na kichocheo cha mara zote kufanya biashara hii kupitia watu hawa. Naelekeza kikosi kazi kuhakikisha kwamba kwa shirikiano na Jeshi la Polisi watafutwe watu wote kwenye mnyororo wote mzima. Nataka wapatikanike na wote wapelekwe mbele ya vyombo vya sheria. Wote ambao tunamkamata hivi sasa tunamfutia leseni tunamfutia dealer license, lakini vile vile tunam blacklist. Hata fanya biashara hii tena ya madini. Kama kuwahi kufanya biashara nyingine au kufanya shughuli nyingine za kilimo na ufugaji, basi ndo atatafuta namna nyingine ya kuweza kuishi, lakini hata fanya tena kazi katika sekta ya madini. Kwa mujibu wa takwimu, ukiangalia nchi yetu ya Tanzania imejaliwa kuwa na madini ya aina mbalimbali. Tuna metallic minerals ambao ndo gold na vinginevyo, tuna madini ujenzi, tuna madini ya viwandani, tuna gemstones. Ukiangalia utoroshaji mkubwa hivi sasa upo katika eneo la dhahabu, na hasa linachochewa kwa sababu ya kupanda kwake bei kwenye soko la dunia, na ndio maana imepelekea mkazo mkubwa sana kuwekwa katika maeneo haya. Lakini pia tumekuwa na matukio machache ya gemstone hasa Tanzanite katika maeneo ya mipaka ya Tanzania na nchi zetu jirani hapa, lakini na kwenye pia tumeimarisha ulinzi.